Kama ambavyo tulitoa taarifa mwanzo kwamba kazi nyingi zilikuwa zimesimama kwa sababu ya uwepo wa mvua ambazo zimenyesha mwezi wa 6 kinyume na matarajio yetu, kwa maana mara nyingi mwezi wa 6 mvua zinakuwa hakuna. Lakini tunashukuru kuanzia around tarehe 20 mwezi wa 6 mvua zilikuwa zimekwisha kusimama, na wakandarasi kwa sehemu kubwa tumekwisha kuwaagiza wakandarasi wote warejee site ambao walikuwa wamesimama kwa sababu ya maeneo ya machimbo yalikuwa hayaingiliki. Kama ambavyo utaona hapo nyuma tumetoka kukagua, barabara hii ni moja barabara ambazo zilikuwa zina changamoto kubwa sana, na wakandarasi walikuwa wanashindwa kuwasilisha material na eneo la site kwa sababu ya mvua ambazo zilikuwa zinaendelea kunyesha. Lakini kwa sasa unaona wamekwisha kuanza kufanya usombaji wa CRR kipande hichi hapa ataweka, lakini pia tunacho kipande cha kama mita 400 pale mbele ambacho tulijaribu kuziba kwa wakati ule na material ya udongo ambao nayo sasa mvua zikinyesha tena yanaharibika zaidi. Kama ambavyo nilikuwa nikisema kwamba hauwezi kutengeneza barabara ya udongo kwa kutumia wakati wa mvua nyingi, zinakuwa sio himilivu. Kwa hiyo kwa sasa mvua zimekatika, kile kipande ambacho ni kibovu kabisa pale mbele cha mita 400, wakati tunaendelea kufanya kipande hichi hapa kuweka CRR na baadaye kuweka lami, basi na kile pale cha mita 300 kuelekea pale kwenye mto nacho nakwenda kukitengeneza sasa hivi. Kwa hiyo kwa nukta hiyo ni watake wakandarasi wote na maeneo mengine ambao wamekwisha walisimama na ambao wameanza kazi wafanye kazi usiku na mchana, ili kuhakikisha kwamba tunarejesha hali ya usafiri ambayo imezidi kuwa mbaya kutokana na mvua ambazo zilizoonyesha kipindi kilichopita. Kwa majina naitwa Lukman Ayubu Msanguka, ni mkandarasi, ni injinia katika mradi huu wa hapa Segerea. Kama tunavyoona hapa, kazi zilisimama kwa kipindi fulani, lakini kwa sasa zinaendelea na tutajitahidi tuweze kufanya kazi na kukamilisha kabla ya muda wake ambao umeandikwa pale kwenye mkataba. Na changamoto zilizokuwepo kwamba kazi zilikuwa ziendi kutokana na mvua, na hauwezi ukafanya kazi hizi za zege kushindilia vifusi hali ya kuwa mvua ikiwa inaendelea. Kwa hiyo changamoto zilitukuta kwa muda kama miezi miwili, lakini kwa sasa kazi inaendelea vizuri na tunapambana kama vile unavyoona hapo. Kazi zinaendelea kama ambavyo umeziona, na bahati nzuri ni kwamba meneja wa mkoa alishatoa maelekezo kwa kila mkandarasi ambaye ana mkataba aweze kuendelea na kazi baada ya mvua kuwa zimeisha. Na sasa hivi kazi zinaendelea na tunaendelea kuwabana wakandarasi kuhakikisha kwamba maeneo yote yenye mikataba yanafanywa kazi kwa wakati, ili kusudi changamoto iliyokuwepo ya barabara iweze kuisha. Ni kweli kwamba barabara nyingi zina changamoto, na zinakuwa na changamoto ni kwa sababu mvua zilizokuwa zimenyesha kwa muda mrefu na zikawa zimeharibika. Lakini sasa hivi maeneo mengi kazi zimekwisha anza na wakandarasi wameshaanza kurudi site kama ambavyo umeona, hasa maeneo ya Tabata, maeneo ya Kitunda, maeneo ya mjini kwa maana City Center, Upanga, kata zote kazi zimeanza. Pamoja na ZMDP, serikali mikataba yote iliyoingiwa na serikali imeshaanza kusimamiwa na kazi zote zitafanyika. Hili ni eneo la Segerea Market. Barabara inaenda sokoni. Ni moja barabara ambayo ilikuwa kilalamikiwa sana wakati ule ambao tukao tumeomba wananchi wawe watulivu, kwamba hatuwezi kufanya kazi wakati mvua zinaendelea kunyesha, na tulikuwa tumedampu hapa kifusi na ikaonekana sasa hatuwezi kukifanyia kazi kwa hali iliyokuwa nayo. Lakini sasa tunaona baada ya mvua kutulia kidogo, tumeweza kuwa na nafasi ya kufanyia matengenezo kwa namna nzuri, na sasa hizi kazi inaendelea kama ambavyo umeweza kuona. Na kwa namna ambavyo mkandarasi ameweza tumemwagiza ifanye kazi kwa haraka, kwa sababu wananchi wamesumbuka sana wakati ule wa mvua. Hatujataka mvua zikute nyingine. Tumempa muda wa mwezi mmoja tu amemaliza hivi pande vyote hapa vinavyo hizi barabara zote zinazoingia hapo sokoni. Na tupo barabara ya Banana Kitunda Kivule Msongola, na hapa tupo Msongola. Hii ni moja barabara ambayo ilikuwa kilalamikiwa sana na wakazi wa eneo hili huku, hasa hili eneo la Msongola. Na tulipokuwa tukisema tunaanza ujenzi wa barabara ya Banana Kitunda Kivule Msongola, wengi walikuwa hawaamini kama tunaweza kuanza ujenzi huo. Na tukaona tulipompata mkandarasi tukaona basi barabara hii ianzie huku mwishoni kabisa,
ili tusogee huko kuelekea Kivule na baadaye tusogee Kitunda na then Banana tukamalize. Na barabara hii inajengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 30, ambapo mradi umekwisha kuanza toka tarehe 15 mwezi wa kwanza. Tulikuwa na changamoto kidogo hapa katikati ya uondoaji miundombinu ya maji na nguzo za TANESCO, lakini tumekwisha kumaliza. Lakini cha pili tukapata changamoto kidogo ya hali ya mvua, hali ya hewa haikuwa sawa sawa, lakini baada ya tarehe 20 hivi hali ya hewa ikawa imetengamaa na sasa kazi zimeanza kwa spidi kama ambavyo unaweza kuona. Kazi ya uandaaji tabaka la barabara inaendelea, na sasa kuna zaidi ya kilomita 1 imekwisha kutengenezwa kuandaliwa tabaka la barabara hapa, ambapo spidi hii tumemwelekeza mkandarasi, tunataka aende nayo mpaka kufika mwezi wa 12, at least tuwe tumeshamaliza ile eneo lote la Banana Kitunda, la kutoka hapa Msongola mpaka pale Kivule karibia na Kitunda, ambapo anatakiwa wameshatoka kwenye hatua hizo zote za awali, zibakie hatua ya uwekaji wa tabaka la lami na kazi za mifereji. Ndizo kazi ambazo watakazokuwa wanaendelea nazo kwa wakati huo. Na barabara nyingine ambayo iko sehemu ya mradi huu ni barabara ambayo unaojengwa kwenda kituo kwenye hospitali yetu ya wilaya, ambayo ina jumla ya kilomita 2.7. Inaanza hapo Kivule Junction kwenda Majohe, ile Pugu Majohe Junction, ambayo barabara ile na yenyewe mkandarasi amekwisha kuanza na tayari naye amefika hatua hii ya uandaaji wa road bed, na baada hapo ataendelea na kupanga matabaka mengine ya barabara ili kuendelea na ujenzi. Kwa hiyo tuwahakikishie wananchi kwamba yaliokuwa kizungumzwa hatakuwa tukiwadanganya, ilikuwa ni hatua za awali za uanzaji wa mradi ambazo saa hizi shughuli zote zile za mwanzo tumekwisha kuzikamilisha, na unaona sasa kazi inaendelea kwa spidi kama ambavyo tuliweza kusema awali. Mradi unatekelezwa ndani ya muda wa miezi 18. Kwa hivyo na sasa ndo tuko kwenye miezi 4 ya utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo tuwe na tunawahakikishia tutasimamia kwa karibu kuhakikisha kwamba ndani ya muda uliopangwa mradi huu unakamilika bila vikwazo. Kwa jina naitwa Peter Maro Mwita Ntambe, ni mkazi wa mtaa wa Msongola, wilaya ya Yara, jimbo la Kivule, jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, mwandishi wa habari, kwa kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maendeleo ndani ya barabara yetu ya Kivule inayopitia Msongola na kufika Banana. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwetu sisi, hasa hususan kwenye barabara hii. Tulikuwa tukipata tabu sana, hasa wananchi wa Kivule, Msongola na Dar es Salaam. Kwa kweli kwetu sisi tulikuwa tunafikiria kwamba hili jambo lilokuwa linatupa kipaumbele sana katika maendeleo haya tulionayo katika mtaa wetu huo au wilaya yetu, kata yetu ya Kivule au jimbo la kata ya Msongola, jimbo la Kivule. Tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maendeleo ndani ya jimbo letu. Mama, tunamshukuru sana. Mitano tena ipo kwetu sisi wananchi wa kata ya Kivule, kata ya Msongola, jimbo la Kivule. Kwa kweli mwandishi wa habari, hatuna mengi sana, wananchi tunafurahi sana. Hapa tuko Kivule na tuko karibu kabisa na kempu ya mkandarasi ambaye anatengeneza barabara ya Banana Kitunda Kivule Msongola, ambao tumetoka kuikagua sasa hivi. Lakini pia hii hapa ni barabara ya Kivule Majohe Junction. Kwa hivyo ni barabara ya kilomita 2.7 na kazi zinaendelea, ambapo sasa hizi mkandarasi amekwisha kutengeneza tabaka la awali kama unavyoona, kuelekea hapo hospitali ya wilaya na baadaye kuelekea pale Majohe, ambako kumekuwa ni barabara mbovu sana na ambayo ikilalamikiwa. Kama utakumbuka tulitembea hapa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenye ziara yake mara ya kwanza kuja kukagua mradi huu. Lakini kwa sasa utaona maendeleo ya mradi ambavyo yako na kazi zinaendelea, hazijasimama. Wakati tulipotembea mwanzo, kempu ya mkandarasi ilikuwa iko haijachangamka kama ilivyo, ndio walikuwa wanatengeneza, lakini kwa sasa kama unavyoona amekwisha kujiandaa na kila kitu kiko site na kazi inaendelea bila wasiwasi. Kwa majina naitwa William Gabriel, nikiwa kama mkazi wa frame 10 kwa zaidi ya miaka kama 20 na kitu. Sasa kwa kweli barabara ilikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo sasa tunaona
viongozi wetu kwa kweli wanaajibika katika mwaka huu. Hivyo basi barabara yetu hii itakwenda kupunguza adha, na vile vile wasafiri tutakuwa na wanaotumia vyombo vya moto watakuwa wanafika haraka, ama wanaoenda makazini watakuwa wanafanya nini? Wanafika kwa haraka kazini. Jina naitwa Adnan Kitwana Kondo, mimi ni diwani wa kata ya Upanga Magharibi, na hapa tulipokuwepo hivi sasa ni barabara ya Mindu. Barabara ambao kwa muda mrefu sana imekuwa changamoto kubwa sana. Lakini kama unavyoona hivi sasa mkandarasi yuko site anafanya kazi, na barabara hii ndani ya mwezi na nusu wananchi wataanza kuitumia ikiwa kwa kiwango cha lami na yenye mataa. Na sio barabara hii tu, tuna mradi wetu wa DMDP ambao umekuja kurekebisha barabara zote zilizokuwa kero kata Upanga Magharibi. Ndani ya mradi huo iko barabara ya Msuya ambayo tulibadilisha, ambayo inaitwa pia Kalenga, kuna barabara ya Matuldas, kuna barabara ya Sevia, kuna barabara ya Kiwanuka. Kwa hiyo zote hizi barabara na huu mradi wa DMDP umekuja kuwapa wananchi na wakazi wa Upanga Magharibi ile kero yao ya barabara inakwisha yote kwa pamoja. Kwa hiyo ikifika mwezi Disemba mwaka huu, Upanga Magharibi kutakuwa hamna barabara ya vumbi. Barabara zote zitakuwa za lami zenye mataa, yani tutakuwa kisasa kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunawashukuru sana TARURA kwa mradi huu kuusimamia, na tunaenda vizuri. Kwenye kata Upanga Magharibi sisi tuna kila sababu ya kuishukuru TARURA, kwa sababu ndani ya muda wangu mimi wa miaka 5 kuna barabara ya Kiwanuka ambao ilisimamiwa na TARURA, ni barabara ya TARURA. Kuna barabara hii tulokuwepo hivi sasa inaanzia kule Mindu juu inashuka mpaka Mindu chini, ambayo yote imesimamiwa na TARURA na inaendelea vizuri. Kwa barabara ni nyingi ambazo kwenye kata yangu wameweza kutatua kero nyingi za barabara. Kwa wanaosema kwamba TARURA wafanyi kazi, waje Upanga Magharibi wajionee kama kweli wanafanya kazi, hawa wafanyi. Mimi nawaambia tu wale wanaosema kwamba TARURA haifanyi kazi, watembelee barabara ya Mindu, watembelee barabara ya Kiwanuka, watembelee barabara ya Mataka, watembelee Faya. Wataona hizo barabara zilizosimamiwa na TARURA kwamba je, wanafanya kazi, hawa wafanye kazi. Kwa hiyo wakazi wa Upanga Magharibi wana kila sababu ya kujivunia na kuwashukuru TARURA.